Habari gani Mwanakyeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa sasa. Jina langu ni Mwanakyeo TV. Rais wa TLS Boniface Mwabukusi kupitia mitandao ya kijamii ameamua kutoa chapisho la onyo kwa mamlaka ambazo zinakamata mawakili mbalimbali ambao wanatoa misaada ya kisheria, na nukuu hichi ambacho ameandika Boniface Mwabukusi katika mtandao wa Twitter, nukuu: kutisha mawakili wanaotoa msaada wa sheria ni kubaka na kunajisi mfumo wa utoaji wa haki. Narudia tena, hapa tulipofikishwa ni upotevu wa vyombo vya maamuzi pamoja na kuharibu demokrasia, uwajibikaji na utawala wa sheria. Hauwezi kutoka kwa propaganda za kuonewa wivu, sijui tuna rasilimali chache au nyingi, au sijui uzalendo, au sijui dada yule anayeishi nje au yule anayeishi ndani wanatumika na mabeberu. Chanzo cha sintofahamu kinajulikana, ni kuvuruga demokrasia nchini na kusababisha vijana kupoteza tumaini. Kazi hii ilisimamiwa na sisi wenyewe kupitia vyombo vyetu, kwa kujua au kutokujua au kutokujali. Tujikite hapo, tutapata majawabu. Tunahitaji haki, ukweli na uwajibikaji katika yale yaliyojiri kabla na wakati na baada ya uchaguzi. Ndio njia pekee itakayoliponya taifa na kupelekea kwenye njia ya uzima. Hawa vijana wa Gen Z tusiwabeze, wana akili kuliko sisi, wana maono bora kwa taifa lao kuliko sisi tunaojiangalia wenyewe, na wanajua wanataka taifa lao liende kwa njia ipi. Baba wa taifa alisema aliwaita vijana jeuri. Hawa sio wagonga meza wazee wa ndio, ni wasomi wa hoja, na hoja zao zina msingi wa kisheria, kikatiba. Ukiwasikiliza kwa akili huru na za kizalendo kabisa, tuache kufanya maigizo ya kucheza na moto kwenye nyumba ya nyasi. Ni kama vile bado hatujajifunza na hatutaki kujifunza kwa uzembe uliopelekea mauaji au vifo mamia ya maelfu wasio na hatia kufuatia uchaguzi au la. Baada ya kufanya uchambuzi wa kitaalamu zenye fakti, kwa nini tupo hapa? Tunapiga ramli chonganishi kujaribu kucheza mchezo wa hangaisha bwege, hatutafika. Acheni kabisa kutisha mawakili wanapotekeleza wajibu wao wa kisheria na kufuata mawakili wanapofanya kazi za kutetea wananchi, kutoa huduma za msaada wa kisheria. Acheni vitisho kwa mawakili, huku ni kuingilia, kubaka na kunajisi mfumo wa utoaji haki na mfumo wa haki jinai. Mawakili waendelee kutoa msaada wa kisheria. Huo ni wajibu wetu mtakatifu kwa umma, kwa ajili kwa mujibu wa sheria, na tunaifanya kazi bila woga wowote. Tusipoziba ufa tutajenga ukuta. Ameandika maneno hayo Boniface Mwabukusi katika mtandao wa Twitter. Kiufupi, Boniface Mwabukusi anasema kwamba baadhi ya watoa huduma au mawakili wamekuwa wakitishwa sana wakati wanatoa huduma zao kwa wateja wao. Una maoni gani kwa hichi ambacho ameandika Boniface Mwabukusi? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu Mwanakyeo TV, tunakutujua katika masuala ya kisiasa. Bye bye.